Uinue mikono yako, umshukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao ametuleta. Ulimwengu una mambo mengi sana, mambo ambayo yanatendeka yanatisha, lakini kwa neema ya Mungu ametuleta umbali huu. Asante Baba, Bwana tunakuheshimu. Bwana, uzuri wako hauwezi kuelezeka. Ni makubwa ambayo umeyatenda Bwana. Tunashukuru sana kwa ulinzi wako katika maisha yetu. Tunashukuru sana kwa mengi mazuri ambayo umeyafanya katika maisha yetu. Licha ya matatizo na shida ambazo tumezipata katika ulimwengu, licha ya vitu ambavyo vinavyotendeka, umekuwa mwema kwetu Bwana. Tuna kila sababu ya kukushukuru kwa sababu umelinda jamii zetu, umelinda marafiki zetu, umeepusha madhara haya ya magonjwa. Na leo Bwana tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Wewe ni mwema na unastahili kupewa sifa, unastahili kupewa ibada. Tunakushukuru Yesu. Amen. Haleluya. Tunaweza kuketi. Wapendwa, kwa majuma kadhaa nimekuwa nikizungumza habari kuhusu Mungu, kumjua Mungu na kuweza kujua mapenzi yake kwa ajili ya maisha yetu. Na nikasema ya kwamba wapendwa, mara nyingi Mungu hapewi heshima ambazo anastahili kwa sababu wengi hatumjui. Hatujafikiri na kuwaza Mungu ni nani. Na nimechukua muda kuambia kwamba Mungu, ukuu wake na uwezo wake hauwezi kupimika. Na nikasema ya kwamba Mungu amekuwa baba kwetu. Yeye ni muumbaji. Yeye anatumiliki sisi. Sisi ni mali yake. Sisi ni kazi ya mikono yake. Na ametuweka hapa ulimwenguni kwa kusudi. Tunaishi kwa ajili ya Mungu. Tunaishi kwa kutimiza makusudi ya Mungu. Na nikasema ya kwamba wakati mwingine ni vigumu kumweleza Mungu, kumfafanua Mungu. Ni vigumu sana kumfafanua Mungu kwa sababu hata fikira zetu kumwelewa ni vigumu. Tunaweza tu kumjua Mungu kwa sehemu chache, kwa sehemu ndogo iliyofunuliwa kwetu. Tunaweza kumfahamu Mungu kwa kazi ambazo anafanya katikati yetu, kwa matendo ambayo yanaonekana. Majina yake tunayajua katika Biblia. Tunajua yeye ni nani. Anaitwa muumbaji, anaitwa mwenye nguvu zote, anaitwa mwenye kuwa mahali wakati wowote. Anajua yote na yuko mahali popote kwa wakati mmoja. Tunasema kwamba Mungu alijifunua kama baba, kama muumbaji, kama Mungu wa kutujali. Mungu akajifunua kwetu kama mwana ambaye ni mkombozi. Tulipokuwa tumepotea katika dhambi, Mungu akatupenda, akajifanya kuwa mwana, akaja kuishi hapa duniani ili atukomboe. Kwa hivyo Yesu ni Mungu mkombozi. Haleluya. Aliyejali maisha yetu, aliyeona tumepotea, aliyeona tumehukumiwa, akaja ili tusihukumiwe tena. Kwa sababu ya Yesu sisi tunaishi tena. Kwa sababu ya Yesu tuna matumaini tena. Kwa sababu ya Yesu tumefanywa wana. Sisi wale tuliokuwa tumehukumiwa kifo tumefanywa wana, na Yesu ametupa haki ya kuitwa wana wa Mungu, na pia sisi tutamiliki mbingu kama urithi wetu. Haleluya. Baraka za Mungu tunazimiliki kwa sababu ya Mungu wana, Mungu ambaye ametuokoa. Na Biblia inasema pia ya kwamba Mungu akajifunua kwetu kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipokuja, Yesu alisema katika kitabu cha Yohana 14 ya kwamba nitakapoenda kwa Baba, nitaomba Baba yangu atawatumia msaidizi
ambaye atakuja kukaa naye, msaidizi mwingine. Kwa hivyo Yesu alikuwa akizungumzia habari za kuja kwa Roho Mtakatifu, na akasema huyu atakuja siku ambazo si nyingi. Na wakati ambapo Yesu alipokuwa amekufa, Mungu aliyekuja kutusaidia, Mungu anayesaidia watu wake. Tuna Mungu Baba aliyetuumba na anayetutunza na kutumiliki, na tuna Mungu ambaye aliyekuwa ameona tumepotea akatuokoa. Sasa tuna Mungu ambaye ni msaidizi wetu katika maisha ya wokovu. Haleluya! Tukasema ya kwamba Mungu Roho amekuja kwa sababu ya faida yangu mimi kama Mkristo. Kwa hivyo Roho ni wangu. Roho amekuja kwa sababu ya mimi niliyeokoka. Na Biblia inasema ya kwamba si kwa sababu ya watu wachache, lakini kwa wote. Tuangalie katika kitabu cha inaitwa Acts, Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Kuna maneno ambayo nataka kuyaangalia hapa. Sura ya 2, tusome mstari ule wa 37 hadi 40. Maandiko yanasema hivi. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37. Maandiko yanasema, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mstari wa 39, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ugaidi. Bwana asifiwe. Ninasoma mstari huo ili kukuonyesha kwamba baada ya Yesu kuahidi wanafunzi wake wasitoke katika mji wa Yerusalemu, wanafunzi wake walienda kwenye chumba cha juu katika mji wa Yerusalemu, wakangoja kwa siku 9 wakiwa katika maombi. Na Biblia inasema wakiwa huko, kukaja ghafla uvumi ama upepo mkali. Hii maneno utapata katika sura ya 2 ya Matendo mstari wa kwanza. Sura ya 2 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Unaweza kuona vile Roho alivyokuja, watu wakajazwa Roho. Na mstari wa 4 Biblia inasema wakatamka kwa lugha mpya wakimwadhimisha Mungu vile Mungu alivyowajalia. Ahadi ya Yoeli sura ya 2. Yoeli alikuwa ameahidi ya kwamba siku inakuja ambapo Bwana Roho atamwagwa kwa watu wenye mwili. Wao watatabiri, wao watanena kwa ndimi mpya, na wao watamwadhimisha Bwana kwa sababu Roho atakuja. So tendo hili lilitimia. Tendo hili lilitimia wakati huu wa Pentekoste. Tunaita wakati wa Pentekoste. Watu walipokea Roho. Na Biblia inasema kanisa la Bwana likawa lina nguvu nyingi sana. Petro akahubiri ujumbe, na ndio hapa tumesoma eti waliposikia ujumbe wa Petro wakachomwa mioyo yao. Haleluya! Walipochomwa mioyo yao wakasema, tufanye nini? Petro akawaambia, tubuni dhambi zenu, muamini
mwamini Yesu, mbatizwe katika jina la Yesu, nanyi mtapokea kipawa hiki ambacho tumepata. Na hiki kipawa si chetu tu, ni cha wote, hata nyinyi mnaoamini, na hata watoto wenu, na hata kizazi kitakachokuja, na hata wale ambao watakao kuja baadaye ndani ya kina sisi. Akasema hiki kipawa ni kwa ajili ya wote. So ninataka kuwahimiza watu wa Mungu ya kwamba Roho Mtakatifu ametumwa na Mungu kwa ajili ya Wakristo. Kama wewe ni Mkristo, Roho wa Mungu ametumwa ili awe msaidizi wako, kwa sababu hata wokovu hauwezi kuokoka kama si Roho Mtakatifu, na hauwezi ishi maisha ya wokovu kama si Roho Mtakatifu. Kuna watu wameelewa vibaya Roho Mtakatifu. Watu wameelewa Roho Mtakatifu ni kama kitu cha kibinafsi cha kujigamba nacho. Watu ambao wamejawa na Roho Mtakatifu wengine huona kama wao ni bora. Kila wakati wanasongesha Roho amejaa katika shingo. Yaani wako special kwa sababu watu wanaona wamepewa Roho. Lakini Biblia inasema Roho ni kwa watu wote. Haleluya. Roho ni kwa Wakristo wote ambao wameokoka. Na Biblia inasema kama umebatizwa katika jina la Yesu na umeokoka, wewe ahadi hii ni yako. Ahadi hii ni yako. Kwa hivyo watu wachache wasitutishe hata ya kwamba wako na Roho. Roho ni wetu sisi zote. Na Roho si kwa sababu tuonyeshe una Roho. Roho ni kwa ajili ya kukujenga wewe na kukufanya kuwa mtumishi wa Mungu, kuwa mtu ambaye utakuwa baraka. Haleluya. Kama umejazwa na Roho, faida ya kujazwa na Roho Mtakatifu ni kwamba Bwana amekuja kutusaidia kufanya nini? Kumtumikia Mungu. Amekuja kutupa uwezo. Yesu akasema mtapokea uwezo. Kuna watu wanasema utapokea power na wanajitikisa power. Unajua si power ya kurusha juu, power uwezo wa kufanya nini? Wa kufanya kazi ya Mungu. Si uwezo wa kujiinua na kuonekana wewe una nguvu. Ni uwezo wa kumtumikia Bwana. Uwezo wa kuwa Mkristo bora. Uwezo wa kushinda dhambi. Uwezo wa kuishi kama mwokovu, na uwezo wa kuwa mshuhuda wa Yesu hata mahali ambapo watu wengine wameshindwa. Haleluya. Huyu Roho amekuja kutusaidia wapendwa, hata tukiwa kwa ofisi tusiwe corrupt. Hata tukiwa mahali tusiwe wezi. Yes. Si lazima uwe mwizi ndio uishi wapendwa. Yes. Kuna watu wanasema unajiokoa na mahali ambapo unafanya kazi. Hii mshahara ambao unapewa ni ya nini? Hii mshahara unapewa unatakana ujiendeleze nayo. Na kama umekuwa mtu ambaye ni mwizi wa fungu la 10, haujali mambo ya Mungu, umekataa mambo ya Mungu, hata hii yako haitakutosha na utaenda uibe, na hata hiyo ya kuiba haitakutosha. Unaendelea kuwa mfisadi, unaiba mpaka unaenda kuiba hata mahali ambapo hapatakani kuiba, kwa sababu hautosheki. Lakini mtu ambaye amejawa na Roho, Yesu amesema atatupa msaidizi, a helper. Katika Kiyunani wanamuita paraklete, ambaye ni mtetezi, msaidizi ambaye anayesaidia watu katika kufanya mambo. Anakusaidia hata kuishi kama mke nyumbani, anakusaidia kuishi kama mume nyumbani, anakusaidia kuishi kama mfanyikazi mahali, anakusaidia kuishi kama mtu yeyote kule sokoni. Anakupa uwezo ambao si wa kawaida. Anakusaidia katika unyonge wako. Unaweza kuwa mdhaifu, lakini ukijawa na Roho Mtakatifu anakupa power. Haleluya. Si power ya ugali, lakini power ya kufanya matendo ya kiroho. Na Yesu akasema msiondoke hadi mtakapokuwa mmempokea. Na mtu anapokeaje Roho? Hiyo ndio shida. Kuna watu hata sabira hata uko hapo wanasema hii Roho mimi natakanga, lakini anapatikana wapi? Na watu wanafanyanga nini ndio wampate? Ndio wachache ambao wamepata wanajigamba wako naye, ni kama walinunua. Roho wa Mungu yuko kwa ajili ya watu wote. Na sisi sote tunaweza kumpokea. Yes. Bwana asifiwe sana. Sote tunaweza kumpokea. Na tena hapo kwa ajili yetu.
Ndio. Lakini kuna mambo ambayo yanafanya Roho Mtakatifu hawezi kuja. Jambo la kwanza wapendwa, kama wewe hauishi maisha safi, Roho Mtakatifu hawezi kuja kwa sababu anaitwa Roho msafi. Utakatifu ni kwamba yeye ni msafi. Haiti tu roho, anaongezewa jambo lingine, mtakatifu, msafi. Kwa hivyo roho wa Mungu anaingia mahali ambapo watu ni wasafi. Na unajua huwezi kujifanya msafi, ni yeye atakufanya safi. Yes. Ni lazima ukubali, useme Roho, nataka ukuje unisafishe. Yes. Yeye ndiye anaondoa dhambi. Hakuna mtu anaweza kusafisha wewe kutokana na dhambi. Ni Roho wa Mungu anafanya. Hallelujah. Na lazima uwe unamtamani, umpe nafasi. Yes. Shida kubwa wa Kristo wengi hatukubali. Unajua Mungu ametuumba sisi wanadamu kwa njia ya ajabu, tunatakanga kujitawala. Hata wale watoto wadogo mmeshika, hata huyu wako tu mama. Unajua anatakanga tu kujitawala. Hata akiwa tu mdogo unashindwa, wewe sasa unajitawala uende wapi? Unakuta ana resist mambo. Hiyo ni tabia ya mwanadamu yeyote. Unaambia mtoto fanya hivi, anasema hakuna. Unauliza wewe unajua nini? Anakuambia mishaka. Hiyo ni hali ya binadamu, usishangae hata wewe uko hivyo. Na kila mtu yeyote ameumbwa hivyo. Sisi tunataka kujitawala. We have a self will. We want to do what we want to do. Lakini wapendwa, kile ambacho kinatuzuia Roho wa Mungu asitusaidie, nimesema ya kwamba amekuja kwa watu wote ili atusaidie. Lakini shida ya sisi wengi ni kwamba hatutaki kusaidiwa. Kwa nini? Ni kwa sababu hatutaki kujiachilia Roho wa Mungu aanze kututawala. Tunataka kujitawala wenyewe. Surrender yourself to him. Lazima useme mimi nimejipeana kwako. Halo? Kuna joto sasa, niangalilie watu wanaweza kulala hapa. Niangalilie mtu mwambie kwanza amesema ninakuchunga. Usijaribu kufanya nini? Lala. Bwana asifiwe. Mwambie ukilala nitachuna wewe sikio, kwa sababu nimeambiwa, na asikupiga kwa sababu nimekuambia. Umwangalia asikie tena ninasema. Haleluya. Kile ninachosema ni hivi wapendwa, Roho Mtakatifu ako pale kwa ajili ya faida yetu. Lakini sasa shida kubwa ni kwamba huwa hatutaki kutawaliwa na yeye. Kwa nini? Wakati mwingine huwa tunaogopa atatutumia vibaya. Mtu hataki kujitolea kwa mtu mwingine kwa sababu huwa anaogopa kutumiwa vibaya. Wengi wameelewa kama Roho akikuja atakuangusha ovyo ovyo tu, hata kama ni mama akuangusha mbele za watu. Unamwambia kama ni hivyo, no. Hatuwezi endeshana namna hiyo. Unakataa. Ama unaona Roho Mtakatifu atakusudia kufanya mambo fulani ambayo unapenda. Nataka nikwambie, yeye anaitwa msaidizi kwa ajili ya ubora wako, kwa ajili ya mambo yaliyo mema kwako. So kama kuna mtu unahitaji kama Mkristo, ni Roho wa Mungu, kwa sababu ametumwa kwa ajili ya kazi hiyo. Na Biblia inasema aliahidiwa atakaa ndani yetu, ili kwamba mahali popote ambapo sisi tupo awe pamoja nasi. Ukimruhusu Roho Mtakatifu akutawale wewe, wapendwa, analeta faida hizi. Faida ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu analeta ni kwamba anakuongoza. Ana direct wewe. Ana direct your footstep. Ana direct your decision. Ana direct kila kitu ambacho unafanya. Bwana asifiwe. Yaani anajua kile wewe hujui, na anajua mahali panafaa. Kwa hivyo ukimwachia maisha yako, wapendwa, you will never go wrong. Hallelujah. Atahakikisha kwamba unapita katika njia iliyo sawa. You will never get worried about kile utasema au kile kitafanyika, because the Holy Spirit will guide you. Correct. Bwana asifiwe. Biblia inasema anakuongoza. Ukienda mahali hata kama umeshtakiwa, haupangi mambo kwa karatasi ya kusema, unasimama na unasema, na Roho Mtakatifu anakuongoza kusema, na watu wanasema you have said it well. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Wale watu wamejazwa Roho Mtakatifu, unapokuwa umesoma, umestadi, unaenda fanya mtihani, umestadi, umefanya sehemu yako, hauogopangi ya kwamba ati leo nitaenda kufanya namna
anakukumbusha yote, kwa sababu hiyo ndio kazi yake. Anakukumbusha yote, anakukumbusha unafanya mambo bila kuwa na stress. Mtu ambaye umeokoka na kujawa na Roho Mtakatifu, he is there to help you, to help even your memory, to help even your thinking. Unafikiri kulingana na uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtu ambaye umeokoka, wapendwa, hauogopi kesho yako, hauishi kwa uoga, unaishi kwa roho ambaye ni wa ujasiri. In Romans chapter 8 Biblia inasema ya kwamba roho tuliyepewa si roho wa uoga, ni roho wa ujasiri, kwa sababu anatupa matumaini wakati ambapo hatuna matumaini. Anatupa ufahamu kuhusu mambo ambayo hata hatujui. Mimi ninashangaa sana Wakristo kwa nini hawampendi Roho Mtakatifu, na ni wa maana sana kwao. Roho Mtakatifu hataki pesa kwako. By the way, hata kuja kuishi kwako, kwa nyumba yako, atakule chakula yako, akianza kuwa mzigo utampeanga transport. Yeye anakuja ili awe msaidizi wako. Najua tutakangi wageni kwa sababu wanaweza kutuletea shida, budget yetu wananistaa. Yesu hahitaji pesa, hakuli chakula yako, na yeye haishi kwa nyumba yako. Sasa kwa nini huwezi kumpenda Yesu? Ama kwa nini huwezi kumpenda Roho Mtakatifu? Yeye ni msaidizi. Shida ni kwamba huwa hatumuelewi. Shida huwa ni kwamba hatumuelewi. Na mimi nataka kuwatia moyo mpendwa, tamani kuwa na Roho Mtakatifu. Tamani kujaza Roho Mtakatifu. Hiyo ndio siri tu ya kumpata Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema ya kwamba omba, tafuta, bisha, nawe utafanya nini? Utafunguliwa. Nataka tuchukue muda kidogo nisungumzie mambo haya. Nataka niseme hivi ya kwamba katika kitabu kile ambacho ni cha Acts, Matendo ya Mitume, hiyo sura ya 2 mstari wa 39, maandiko yamesema vizuri ya kwamba hii ahadi ni kwa ajili ya sisi wote wa Kristo, na hata kwa watoto wetu na wale wengine wote watakao kuja. Kwa hivyo si ya watu wachache, ya kila mmoja. Ili upokee Roho Mtakatifu, wapendwa, kuna mambo ambayo lazima uyafanye. Jambo la kwanza, lazima utamani Roho. Yaani uwe tu na haja na nini? Na Roho. Usikie ya kwamba unamhitaji. Roho si dikteta. Roho hatakuja tu akuangukie. Roho wa Mungu hata yuko hapa sasa, lakini hata kuja akutawale kwa mabavu. You must surrender. You must accept. Ukubali. Useme na kuhitaji Roho. Nataka unitawale. You must develop a desire in you. Utamani. Jambo lingine ambalo lazima ufanye ni hili, lazima uamini kwamba Roho Mtakatifu yuko. Na tumesema si nguvu tu, ni mtu, ni nafsi. Roho Mtakatifu si power, lakini anatoa power. Roho Mtakatifu si ati ni njiwa. Yeye alionyeshwa kama ishara ya njiwa. Nimewaambia mambo haya. Yeye si ati moto. Yeye ishara aliyoonekana ya kumweleza ni kama moto, kwa sababu anachoma dhambi ya kuzitakasa. So lazima uamini kwamba Roho Mtakatifu yuko na kwa ajili yako. Na lazima pia sasa uwe tayari kupokea. Tamani, amini, pokea. Chukua Roho. Haleluya. Hata ndio mambo yako. Kuna wapendwa wengi wanasema naamini Roho yuko, lakini hayuko tayari kumchukua. Na unamchukuaje Roho, wapendwa? Unachukua Roho kwa njia ya imani na kwa njia ya kujiachilia kwake, kusema ya kwamba come and take over. Angalia Luka 11. Luka 11, mtu wa Mungu anasema maneno gani? Anasema hivi, Luka 11 mstari ule wa 9. Neno la Mungu linasema hivi.
Mstari wa 10 nasema, kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Mstari wa 11 unasema, maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwana akimuomba mkate atampa jiwe, au samaki badala atampa ndio mstari unasema, maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Baada ya mstari wa 12 unasema, au akimuomba yai atampa ngee. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao waombao? Swali ni kwamba kama sisi watu waovu tunaweza kuwapa watoto wetu vitu vilivyo vizuri, hatuwezi kuwapa jiwe wakituomba mkate, hatuwezi kuwapa nyoka tukawapa wakiomba samaki, hatuwezi kuwapa ngee wakiomba yai. Kama sisi huwa tunafanya mambo mazuri, je, Baba yetu wa mbinguni atakosaje kutupa sisi Roho Mtakatifu tukiomba? Kwa hivyo wapendwa, ili upokee Roho Mtakatifu lazima utamani, uamini na uombe kwamba Mungu akupe nini? Roho Mtakatifu. Umwambie, niko tayari sasa. Wengine huwa tunaona kwamba Roho Mtakatifu atatuangukia tu. Kwa hivyo unakaa chocho unangoja akushike shingo. Hapana. Roho Mtakatifu anataka wewe mwenyewe ukubali kwa hiari, useme ya kwamba nahitaji Roho. Na pia lazima wapendwa tuelewe ya kwamba wewe baada ya kuomba na kuamini lazima uwe tayari sasa kupokea. Na ishara ya kwanza ambayo inaonyesha umepokea Roho Mtakatifu ni kunena kwa dini. Kuna watu wengine wanasema mambo ya dini naichukia sana. Ni si mambo ya watu, ni mambo ya Roho. Haleluya. Na ishara ya kwanza ya mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu huwa tunaonea kwa ulimi wake ukichukuliwa na Roho wa Mungu akisema yale maneno Mungu amemwambia. So Roho wa Mungu wapendwa ni kwa ajili ya faida yako. Anapokuja akiingia ndani mwako, ukisikia watu wakinena kwa dini, maana yake ni kwamba wanapewa maneno na Roho wa Mungu ya kumwambia Mungu na wanasikia kuburudisha roho zao. Yes. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe dini ni kwa sababu ya kukusaidia wewe kuomba. Yes. Wakati unaomba kwa lugha ya kawaida, unaomba maneno yanaisha, Roho Mtakatifu anakuja, anakupa maneno, unaanza kusema lugha yako. Si kwa faida ya mtu mwingine. Alafu ni waonye wapendwa, Roho wa Mungu si wewe kujigamba naye mbele za watu, kwa sababu si kitu cha watu. Hata kama unaongeanga sana kwa dini, hiyo ni mambo yako. Na ndio sababu unatakana kuongea kwa dini wakati ukiomba peke yako. Kwa ibada kama hapa, wakati nahubiri hivi na uanze kunena kwa dini, sasa unafanya nini? Unachanganya. Unajijenga wewe mwenyewe na sisi tunataka tujengane na wewe. Haleluya. Ya sababu unaona kwamba wakati wa kunena kwa dini ni kila mtu anaongea na Mungu, Mungu anampa nini? Maneno ya kuongea na anasikia raha mwenyewe. Ukimuuliza ulikuwa ukisema neno za Bwana, nimesikia tu kuburudika. Wewe kunena kwa lugha anakuambia nimesikia, I have spoken to my father in a language ambayo nimemwambia maneno. Ukimwambia gani anasema ninasikia tu yale nilitaka kusema nimesema. So hii language ni ya kubariki maisha ya mtu. So Roho Mtakatifu amekuja kutusaidia kuomba. Amekuja kutusaidia kuishi maisha masafi.
kwa sababu Roho Mtakatifu ana akti kama alarm ndani ya maisha ya mtu. Wakati unatembea, shetani anakuambia fanya jambo baya kwa sababu watu hawakuoni, unasikia Roho anakuonya, anakuambia hiyo jambo ni mbaya, hata kama watu hawaoni, hilo jambo ni nini? Ni mbaya. Unasikia alarm, unasikia hiyo ni makosa. Watu wakikuja kukubribe, wakuonge ili kwamba upoteze mambo fulani, wewe unasema no, kwa sababu hiyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Roho wa Mungu anatusaidia kuishi maisha masafi hata tukiwa peke yetu. Hatuhitaji polisi. I wish Wakristo wangejazwa Roho. Hakuna mtu angefanya uhalifu Kenya hii. Hakuna mtu angefanya uhalifu kwa hii dunia kama watu wangekuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, because wangelindwa na nguvu za giza, na wangekuwa kabla wafanye makosa Roho atakuwa amewaonya. Lakini mara nyingi sisi ni Wakristo ambaye Roho alizima. Alama hakuna, gari ile ambayo iko lakini hakuna alama, mwizi ataiba. Mungu anaendelea kutusaidia kwamba sisi maisha yetu tumtamani Roho. Anakuja kutusaidia kuishi kama Wakristo, anakuja kutupa hata uwezo wa kuomba. Tunahitaji hata wakati tukiomba tupewe lugha ya kuomba, tujue namna ya kuomba Bwana. Pia ati huyu Roho Mtakatifu anapokuja anatufundisha hata neno la Mungu. Wakati unapolisoma ukisaidiwa na Roho wa Mungu, unapata revelation, unapata ufunuo. Hautasoma neno la Mungu kama gazeti, hautasoma neno la Mungu kama kitabu ya miaka 2000 iliyopita. Utasoma neno la Mungu ambalo limeandikwa na Roho wa Mungu, naye atakufafanua na wewe utaanza kuelewa. Na Biblia inasema ukijua ukweli, ukweli umekuweka huru. Kwa hivyo tunahitaji Roho hata kwa ajili ya kusoma maandiko. Tunahitaji Roho ili tuwe washuhuda wa Yesu, so that we can witness. Yesu akasema, mkishapokea Roho nanyi mtakuwa mashahidi wangu. You can witness. Leo hatushuhudii kwa sababu hatuna Roho. Kwa nini? Roho zetu zina uoga. Zetu ni za binadamu. Unaogopa mtu, unasema nikienda kumwambia mambo ya Yesu atanicheka, ataniona mimi sijasoma. By the way, mambo ya masomo na mambo ya kiroho hata haijianani. Wewe utakuwa na uoga ya mambo ya kimwili, lakini haya ni mambo ya kiroho ambayo hayahitaji mambo ya masomo. Haya ni mambo yanahitaji roho yako wenyewe kuamua. Naomba Mungu atusaidie wapendwa, tunamhitaji Roho kila mahali. Hata mama, unahitaji tu Roho wa Mungu kwa kuishi na mzee wako na watoto. Correct. Yeah? Yeah. Unahitaji tu Roho wa Mungu ndio ujue namna ya kuishi. Hii mtu alilelewa mahali ambapo ujui, hili nyanga ujui ingine ambayo wewe ujui ilitoka wapi. Na maisha kuishi na hii mtu wapendwa, unahitaji tu Mungu akupe tu neema, kwa sababu hata bila anavyofikirianga wewe unashindwa anafikiria nini. Na niambie sasa, utaishi namna gani na yeye? Na yeye ni mume wako. Nani pale mama umeongeza ni baba ya watoto yako. Sasa wewe utafanyaje hii mtu? Inabidi tu Roho akupe hekima. Yes. Bwana asifiwe. Akusaidie, akupe how to handle this person. Yes. Unaweza kumkabili namna gani? Ndio. Lakini ukianza kufuata mawaida ya watu hapa, watakuambia ya aina hii weka kofi. Basi ukishaweka kofi sasa ndio umeharibu. Na naambianga mama, hata ukiona huyo mzee hata anaonekana ni mjinga, wewe ukijaribu kumtuanga ndio utajua sasa umeharibu dunia hiyo. Hapo mahali hakutakalika hata kama ananga nguvu. Unaweza kuwa una nguvu unamtandika, lakini nakwambia utaishi kwa hiyo nyumba kwa amani. Itakuwa mbaya sana, atakuletea shida kubwa. Kwa hivyo unahitaji tu hekima, na Roho wa Mungu ndiye anaweza kukupa ufahamu wa kuelewa hata kuishi na watoto,
kuishi na wafanyikazi, kuishi na watu ambao na majirani, kuishi na watu wengine, ndugu za bwana yako, mashemeji wa mama wakwe na baba wakwe. Unahitaji tu roho wa Mungu, because wengine ni kisirani mbaya, wengine ni kukoroga wewe mbaya. Utahama uende wapi? Mkristo, sisi tunahitaji roho kwa sababu ni wa muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Hata tukifanya biashara, anatupa hekima ya jinsi sisi tunaweza kufanya nini? Kufanya kazi, because tunaambiwa roho akikuja anakupa tunda la roho. Anakupa uvumilivu, that is the fruit of the spirit. Anakupa hayo mambo 9 ambayo yametajwa. Upendo, unaweza kupenda hata mtu ambaye hapendeki. Nimekuambia hiyo mwanaume ambaye hapendeki ama huyo mke ambaye hapendeki, unaweza kufanya nini? Kumpenda. Sababu kwa kweli kuna watu wengine hata ukiwapenda ni kama unapigia mbuzi gitaa. Hawaelewani. Sasa unashindwa huyu mtu nitamfanya nini? Unajaribu kumuonyesha uzuri na ndio hata haelewi. Unajaribu kumuonyesha wewe ni mtu mzuri hata ndio haelewi. Sasa wewe mtu utafanya nini? Unahitaji hekima ya Mungu. Unahitaji roho. Kwa hivyo Wakristo lazima tutamani roho, because we need the Holy Spirit kila mahali. Kwa nini? Ni kwa sababu hata kwa biashara yetu, ili tuweze kufanya kazi vizuri, tunahitaji Roho Mtakatifu. Kama ni kuweza kuishi na watu, tunahitaji Roho Mtakatifu, tujue namna ya kuishi na wao. Hata kuwaleta watu kwa Yesu hatutaweza kama si Roho Mtakatifu. Na ninaomba watu wa Mungu tutamani huyu Roho, kwa sababu anapatikana, na tunaambiwa ya kwamba lazima uwe tayari. Ili upokee Roho Mtakatifu lazima uwe tayari, lazima ukubali kujazwa, kutawaliwa. Na kutawaliwa wakati mwingine, wapendwa, hata mazungumzo yako inatawaliwa. Ndio sababu ujue umetawaliwa, lugha inakuja na unanena kile ambacho hata ujui. Na unajua hakuna mtu anatakanga kuongea vitu ambavyo hajui, kwa sababu ni ujinga. Mtu wa akili unaroboka tu vitu yenye ujui. Unachunganga maneno ambayo unasema. So wakati Roho ambaye anakuja kuchukua ulimi wako, unasema no, mimi siwezi ongea kile ambacho sijui. Lakini ukitaka kutawaliwa, wapendwa, accept. Hata kama utasikia maneno yanakuja, sema yale maneno ambayo hata hujajifunza, lugha ambayo hata ujui, na uwe tayari. Be ready to be used of the Spirit. Na uwe tayari pia kuacha kiburi yako, kuacha kujiona kwako ati wewe unajua. Kwa hivyo lazima utasema ile vitu unajua. Roho Mtakatifu wakati mwingine huja anakufanya unaonekana ni kama akili yako haifanyi kazi, kwa sababu ni yeye anakuja kuchukua usukani. Tumeona hata watu wengine akijazwa Roho anaanguka chini na amevaa vizuri, na lakini anakubali. Na si ati kwamba kila wakati mtu akijazwa Roho ataanguka chini. Inategemea vile Roho amekuja. Kuna watu ambao wakati mwingine watajazwa na Roho na waanze kucheka sana, wafurahi sana, wafurahi mpaka furahi kabisa, mpaka unashindwa amerukwa, nati zimefunguka. Amejiachilia kwa nani? Kwa Roho wa Mungu. Haleluya. Lazima uache kiburi chako kama unataka kujazwa na Roho Mtakatifu. Pia nataka ujue hili ya kwamba kama unataka uonyeshe, yani hata wewe mwenyewe ujue ya kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu, ruhusu kinywa chako kitumiwe na Roho Mtakatifu kama ishara ya kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Mimi ningetamani kujazwa. Na sijui kama wewe unatamani. Sijui kama wewe unatamani, wapenda. Roho si mbaya vile unafikiria. Sema naona watu wenye wamejaa Roho wanaruka. Wengine hata ni kujifanya, si hata Roho. Ukienda sehemu zingine wengine ni kujifanya tu, hata si Roho wamejazwa. Ni kutaka kujionyesha wako special. Wanasongeshana Roho ati amejaa kwa kifua. Kwani Roho ni maji? Ama Roho ni supu? Hapana. Wapendwa, watu lazima wajue Roho si ati anakuja kukaa kwa shingo na anakukwamia kwa shingo. Hapana. Lazima tujue kwamba Roho ni nafsi.
ni mtu ambaye anakuja kukusaidia, na ili ujue anakutawala, wakati mwingine anachukua utawala wa mwili wako, anachukua hata fikira zako, unaanza kusema kile ambacho wewe hukupanga kusema, na unasikia kuburudika sana. Wangapi wamewahi kunena kwa nini? Kukuuliza tu swali. Kuna watu wengine ukiwauliza swali inakuwa ngumu kujibu, ni kama walipe pesa ndio wakujibu. Yaani wewe kama umejazwa na Roho, umewahi kunena kwa nini? Usinione mkono. Wewe umewahi kunena. Na kama hujawahi kunena, si ati wewe ni mtu mbaya. Unajua kuna watu wanasema sasa nitaonekana hapa mtu mbaya. Hii si mambo ya ubaya, ni kwa vile tu haujafanya nini? Haujampokea tu. Lakini si ati wewe ni mwenye dhambi. Kuna Wakristo wengi, even in the scripture, wengi ambao waliishi maisha mazuri, wameokoka kwa muda mrefu, lakini hawakuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Wengine walikuwa huko Efeso, wakati ambapo Paulo alienda akawauliza, ninyi mumewahi kusikia habari za Roho Mtakatifu? Wakasema hata kusikia hatujasikia, lakini ni Wakristo kwa kanisa. Mtu wa Mungu akawawekea mikono wakajazwa. Kuna mahali ambapo Petro alienda kule sehemu za Filipi, akakuta watu ambao Filipo alikuwa amehubiria huko Samaria, wakawa wameokoka lakini hawajajazwa Roho. Petro pamoja na Yohana wakawekea mikono, wakanena kwa ndimi mpya. Nataka nikuambie pia mpendwa, wewe huwezi kuwa umejazwa na Roho wa Mungu kisirisiri. Ati hujanena kwa ndimi na ulijazwa. Ulijazwaje? Halo, hata hapo tena tunakosana. Lakini huo ndio ukweli. Ulijazaje? Siku ile ulichukuliwa na Roho, lazima awe alionekana kwa njia ya kukutawala. Na kukutawala, evidence ya kwanza ni unenaji wa lugha. Paulo alinena kwa lugha. Tunaambiwa ya kwamba Wakristo wote katika Agano Jipya walipokuwa wakiokoka, walikuwa wakifuatiwa na ujazo wa Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha wakimwadhimisha Bwana. Haleluya. Na sisi ni Wapentekoste, kile ambacho tunashindia watu wengine ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Kile ambacho kinafanya sisi tunakuwa tofauti na wengine, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akija anapeana gift. Kuna karama za Roho Mtakatifu. Tunafanya mambo mengi ambayo mtu wa kawaida hawezi fanya. Tunawezeshwa, tunapewa power ya kufanya. Haleluya. Mimi ningetaka Bwana anipe vipawa vya kutumika. Yes. Ningetaka Bwana awe ananisaidia katika maisha yangu. Yes. Ningetaka kuona Roho Mtakatifu akinisaidia hata kuishi na watu. Sijui kama wewe ungependa. Haleluya. 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 Na Roho Mtakatifu hana ubaguzi. Angaliangi mfuko wako ati uko na pesa ngapi. Angaliangi ati wewe unatoka kwa nchi kwa ukoo gani. Angalia ati kwamba wewe umeendelea au haujaendelea. Anaangalia tu roho ambayo iko wazi. Yes. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio uzuri Bwana. Mambo ya Mungu ni mazuri sana. Tunakuanga tu equal mbele za Mungu. Mbele za Mungu akituangalia, angaliangi ati wewe umetoka unaishingi wapi. Lakini sisi hapa lazima tutaangalia wewe unatoka mtaa gani. Wewe unatoka Masingo. Koromatani. Yaani watu wanaanza kuangalia wewe unatoka sijui wapi. Watu wa Mungu hakuna kitu kama hicho mbele za Mungu. Mungu anaangalia roho. Yes. Roho ambayo imefunguka mbele zake. Na Biblia inasema kipawa hiki ni chetu, na hata kwa watoto wetu na hata wale watakao kuja baadaye. Mimi ningetaka kutiwa nguvu za kumtumikia Bwana. Ningetaka kupewa nguvu hata za kumpenda Mungu sana. Na ningetaka kupata nguvu za kusoma neno la Mungu, nisikie neno la Mungu sana. Ningetaka kuwa hata nikiomba nipewe uwezo wa kuomba sana. Haleluya. Haleluya. Baada ya mimi kusema hivyo, nataka sasa tuulize Roho atujaze. Na unajua Roho hajazaji mtu siku moja. Hata wewe ambao umejazwa siku zile za nyuma, leo ukisema ya kwamba nijaze, anakuja tu. Haleluya. Anakuja. Kwa hivyo mimi leo sitaki kuuliza ati ni nani hajajazwa tujazwe. Nataka
ujazwe. Hata mimi leo nataka kujazwa. Nataka kujazwa na Roho kwa sababu namhitaji Roho katika maisha yangu yote. Nahitaji Roho kila mahali. Na wewe ukiachwa leo sijui itakuwaje. Leo sisi tunataka tujazwe. Na kama ni mara yako ya kwanza, umwambie Mungu leo usinipite. Mimi I want to be baptized in the Holy Spirit. I want to be a person ambaye ninatawaliwa na Roho wa Mungu. Hallelujah. 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 Nataka uanze kusema na Mungu moja kwa moja polepole. Ukitafakari kuhusu ukuu wa Bwana. Na ukimwambia Bwana, nataka utawale maisha yangu. Nataka uchukue usukani. Nataka uchukue usukani kwa njia ya ajabu.